الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك anni sultania. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, aya tulizosoma ni kuanzia nambari 25 katika surati al-Haqqa. Aya hii ni mwendelezo wa aya tulizosimama katika darasa iliyopita, pale ambapo Allah alizungumzia habari za watu wa peponi, namna watakapopewa ishara kabla ya kuingia peponi kwa kupewa vitabu vyao kwa mikono ya kuume, jambo ambalo litawafurahisha, jambo ambalo litawapendeza mpaka kutaka wenzao waone yaliyomo katika vitabu vyao. Lakini hiyo ni ishara, kama nilivyosema, Allah tabaraka wa taala fahuwa fi ishati radhiya fi jannatin aliya. Hiyo ni ishara kwamba ana maisha yaliyoridhiwa na Allah, na vile vile atakuwa katika pepo ya hali ya juu, kutufu hadania, matunda yake yakiwa karibu na mchumaji. Wataambiwa humo, kulu washrabu hanian bima aslaftum fil ayyami khaliya, kuleni kunyweni kwa nafasi, bima aslaftum fil ayyami khaliya, kwa sababu ya yale mliowatenda katika siku zilizopita mlipokuwa duniani. Hizo ndio habari za watu wa peponi kama tulivyoeleza katika darasa iliyopita. Lakini kaida ya Allah anapotaja sehemu ya watu, taja sehemu nyingine ya watu wengine ili kuwe na usawa katika kutajwa. Vile vile katika darasa ya leo Allah anawataja watu wa motoni, ishara yao ni kupewa vitabu kwa mikono yao ya kushoto. Allah tuhifadhi na hilo. Anasema wa amma man utiya kitabahu bishimali, ama yule atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto, wa hadhihi alamatu shaqawa wal khusran, na huko kupewa kitabu kwa mkono wa kushoto ni ishara ya uovu na kupata hasara mwenye kufanywa hivyo. Tumeona, na ndio maana hata katika muamala wa kawaida
Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha tunapotoa, tunapochukua tutumie mikono ya kulia. Ni makrama mtu kupewa kitu kwa mkono wa kuume wa kulia, maana yake anakutukuza, anakuheshimu. Kana yujibuhu tayammunu fi tarajulihi wa tanaulihi wa fi sha'ni kulli. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipendezwa na kuliani katika kutana kwake nywele, kuvaa kwake viatu, na katika kila jambo Mtume alikuwa anapenda kuliani. Ni ishara ya makrama. In dalla ala shay fa innama yadullu ala adami ridha an tashabbul. Maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuvutiwa kwake na kuumeni au kuliani, maana yake ilikuwa hapendi katika jambo la heshima kutumia kushoto, kama kumpa mtu, kupokea kutoka kwa mtu, kula kwa kushoto, kunywa kwa kushoto. Haya yote haikuwa ni ishara nzuri, bali anaokupa na kushoto maana yake amefedhesha, kwa sababu mtu aweza kauliza, sasa kama kila kitu mkono wa kulia, mkono wa kushoto una faida gani? Sasa si basi tungelekuwa na mikono mmoja mmoja duniani? Hapana, una kazi zake. Mustakrahati zote ni kushoto. Vitu ambavyo havina heshima, havina thamani, tumeelewana havina ustaarabu, vyote vinatumika kwa kushoto. Kama kupinga kamasi, yatakiwa tutumie mkono wa kushoto. Kuchamba yatakiwa kushoto, na mingineyo katika mfano hayo. Kwa hiyo usiseme kwamba Mtume alikuwa avutiwa na kulia, kwa hiyo kushoto sasa na kazi yake. Hakuna kitu kilichoumbwa na Allah kisichokuwa na kazi. Hata nyoka na kazi yake duniani. Walladhi ja'ala lakum fil ardi jamia, Allah ndiye ambaye amewawekea kila kitu katika ardhi kwa ajili yenu. Kila kitu tunachokiona ni kwa ajili ya khidmati insan. Alima man alim wa jahila man jahil. Uwe wajua kazi yake au uijui, lakini Allah hakuumba kitu kimchezo. Kila kitu amekiweka kwa faida yake. Wallahu a'lam. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, ama yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto, fayaqulu ya laitani lam uta kitabia, atasema ole wangu, natamani nisingelipewa kitabu changu. Wadhalika idha raa kabair a'malihi, na hapo ni pale atakapochungulia kwenye kitabu chake akaona yale madhambi yake aliyokuwa akiyafanya duniani bila kustoka. Ya laitani lam uta kitabi, natamani nisingelipewa hichi kitabu changu. Qala ba'du al-mufassirin wadhalika lima yahsulu lahu min al-khajal wal-iftidha' fayatamanna indaidhin annahu lam yu'ta kitabu a'malihi, na ni pale atakapoanza kupata fedhea na aibu. Maana tumesoma huko nyuma, Allah anasema fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabia inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Waliopewa vitabu vyao kwa mikono ya kulia, karibia wote wametangaza nataiji zilizomo kwenye vitabu vyao. Jamani, njooni msome.
Ukimwona mtu kaminya hawaambiwa njooni msome, dalili gani? Kwamba hana mazuri kwenye kitabu chake, kama vile wanafunzi kwenye mitihani. Tulizungumza yule aliyopata 100 chini ya 100 atataka darasa zima wajue wenzio kwamba amefaulu. Walillahi almathalul a'la. Akiona mjali nyinyi wala hamtaki kujua kapataje, aweza kaiangusha kusudi. Nyinyi mwazungumza apita alifanya kaiangusha karatasi yake ili tumchukulie na yeye kapata ngapi, au aweza kaiacha kalifanya shikie nda chooni, maana ajua akienda sage chooni huko nyuma mtaambia kwani kapata ngapi, mtajua nyote kwamba kapata 100 chini ya 100. Lakini ogopa yule aliyopata 0 chini ya 100 au 10 chini ya 100, hata akienda chooni ataitia kidindoni ende nayo, taki watu waone. Hebu bwana, si watu wake mtu wote kabisa, kila mmoja na maksi zake yatosha, watakaoone nini? Leo hiyo hapo pana kitu. Ndio siku hiyo ya Kiyama, wale ambao walifeli katika maisha ya dunia kwa kutenda machafu yenye kumkasirisha Allah tabaraka wa taala, basi siku hiyo nao pia watajuta. Maneno ndio yatakuwa haya, baadhi yao Allah ameyanukuu, wayaqulu ya laitani lam uta kitabia, natamani nisingelipewa hichi kitabu changu. Kwa sababu ya fedhea, kila mmoja anafurahi, yeye hafurahi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, tumeelewana? Yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wa kulia, yeye atakuwa na furaha siku hiyo. Ama yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto au nyuma ya mgongo wake, yeye atakuwa na huzuni na atakuwa na fedhea. Waambiwa shika, ukipeleka mkono wa kulia wapelekewa kwenye mkono wa kushoto, na tayari viungo vinatii. Ukiambiwa shika, basi watoka mkono wenyewe wa kushoto. Tuelewana? Baadhi ya ulama wameziwanisha aya hii na ile ambayo iko katika juzu amma, wa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Yule mwenye kupewa kitabu chake nyuma ya mgongo ni vile vile bishimali. Baadhi ya ulama wanasema mkono utakunja uchukue huko nyuma ya mgongo wake ule ule wa kushoto. Hakuna tanafu kati ya maneno mawili haya au aya mbili hizi. Utakunja mkono kwa sababu ni kutii amri ya Allah, utapokea kitabu kile. Ile ni dalili kwamba yeye sio mwema, kwa sababu mtu mwema basi angelipewa kitabu chake kwa mkono wa kulia kwake. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabia, atasema ole wangu, natamani nisingelipewa kitabu changu. Walam adri ma hisabia, na wala sijui uzito wa hesabu yangu. Ai walam a'rifu adha hisabi wa shiddati, na wala sijui mimi hesabu yangu itakuwaje leo. Kama dalili ndio hii, tayari nishapewa kitabu changu kwa kushoto. Walam adri ma hisabia, wala sijui hesabu yangu itakuwaje. Ya laitaha kanatil qadhiya, natamani mauti ya mwanzo yangelikuwa yamemaliza kila kitu. Maana yake nilivyokufa pamoja na shida, uzito niliopata katika mauti, kanatil qadhiya, mauti yangelikuwa yamemaliza kila kitu. Maana hakuna kuhesabiwa, hakuna kupewa vitabu tena, hakuna sijui kwenda peponi wala motoni. Kanatil qadhiya, hayo mauti ya kwanza yangelikuwa yamemaliza kila kitu. Allati mituha, mauti ambayo mimi nilikufa fi dunia, duniani, ingelikuwa yamemaliza kila kitu. Falam ub'ath ba'daha,
natamani ingekuwa hakuna kufuuliwa tena wala muadhab wala sikuadhibiwa. Qala Qatada, tamanna almauta, ametamani mauti sasa. Walam yakun shay'un indahu akrahu min almaut, lakini alipokuwa duniani hakuna kitu alichokuwa kikichukia kama mauti. Lakini siku hiyo anapopewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto, atatamani mauti yale ambayo alikuwa hayapendi, ingelikuwa yamemaliza kila kitu. Duniani walipoambiwa kwamba jamani, kuna kulipwa, kuna hisabu huko, walikuwa maneno yao ni haya. Allah anasema in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr, maisha ndo haya haya, kufa kuzaliwa, kufa kuzaliwa, maisha ndo haya. Walikuwa wakiambiwa kuna kuhesabiwa, hautaki. Sasa kufa kunaopata duniani, lakini baada ya kufa kuna kubwa zaidi. Kama ni kufa tu, watu wengi wasingeogopa kufa, si unakufa tu, habari imeisha. Lakini wafa alafu wafaje, wafa alafu wasubiriwa kwenye marhala nyingine, lazima ukaojiwe. Kama vile mtu aliyewekewa bajeti kwamba mwisho wa mwaka anakuja auditor kuja angalia umetumiaje mali hiyo iliyopewa mwaka mzima. Jambo zito. Kama kupewa tu bajeti fulani utumie alafu yamekwisha, ingekuwa kawaida. Lakini baada yako alikuwa auditor ajiangalie umetumia vipi. Ndivyo wanadamu ambao watafanya baada ya kufa. Sio kwamba mambo yamekwisha tuenda ulizwa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama abdi yawma alqiyama hatta yus'al an arba, hautosonga mbele unyao wa mtu siku ya Kiyama mpaka aulizwe mambo manne. An umrihi fima afnahu, jambo la kwanza atakaloulizwa mtu, umri wake ameumaliza kwenye jambo gani? Tumeelewana eh? Anakaguliwa umri aliopewa. Umepewa miaka 80 duniani, umepewa miaka 60, umepewa miaka 40, umepewa miaka 30. Miaka 30 hii umeitumiaje? Sio kwamba umekupa yamekwisha, hajakwisha. Alikupa umri wake atakajue, sio kwamba umepewa umri neema hii kwamba basi. Kuna wenzio wamekosa, kuna ambao ulizaliwa nao wewe siku moja, mwaka mmoja, mwezi mmoja, kuzaliwa tu na kufa. Wenzio wewe umesurvive mpaka umefika miaka 80 stahili. Kuna wenzio ulizaliwa nao siku moja, mwezi mmoja, mwaka mmoja, wameishi siku mbili tu duniani, wameondoka. Wewe umefika miaka 60. Kuna wenzio ulizaliwa pamoja nao, wameishi mwezi mmoja, wameishi mwaka mmoja, wameishi miaka 10, wameishi miaka 20, wameondoka. Wewe umesurvive mpaka umefika 60, 80. Watu hivi tu. Kwani yule aliondolewa mapema alimkasirisha lipi Allah? Na wewe uliocheleweshwa mpaka kupata umri mrefu huo umempendezesha lipi Allah? Kwa hiyo kila mmoja atakwenda elezwa, ajieleze kwamba umri wake ameufanya nini. Saa nyingine umri mrefu ni adhabu kwa mtu. Saa nyingine kuondoka mapema duniani ni rehema kwa mtu. Waweza ukajiona wewe kidume umekwepa mishale mingi, ni msaidi na gota 70 bwana. Wajua nyani zee, nyani mpaka ukiliona limezeeka kwenda pia haliwezi. Elewa kwamba ile nyani limekwepa mishale mingi. Wajisifuna hivyo kwamba wewe ni nyani zee, lakini wasubiriwa na uzee wako. Wale wenzao waliondoka wakiwa na miaka 20, inawezekana wakafaidika kwa kuondoka kwao mapema, kwa sababu dunia ina kawaida, kila inachosonga mbele ndio watamu zaidi. Miaka 20 tuliyopita
ambapo tumepoteza ndugu zetu, tumepoteza wazazi wetu. Kuna watu wamekufa, wazazi wetu wamekufa, wengine hawajui matumizi ya simu, hawajui kama duniani kuna simu hizi. Walikufa miaka 20, hawajui kama kuna television, kwamba hata wajukuu zao sasa hivi wana television majumbani mwao, hawajui hilo. Ni maajabu. Hawajui kama watoto wao na wajukuu zao wanamiliki pikipiki na magari, hawajui, kwa sababu kipindi hicho wao wanafariki, ilikuwa ni jambo geni kwenye kichwa cha mtu, kwamba wewe una kikopo chako hapa uzungumze na mtu aliyokuwa Marekani. Tena sasa hivi wamuona kabisa, siku hizi umenenepa sana bwana. Siwajua hapa ni si Washington, hapa ni kujirusha sijui na nini, wamuona. Kwa hiyo kule kuchelewa saa nyingine kuondoka duniani kwa baadhi ya watu wasiojitambua, ndiyo judgment yao inakuwa nzito zaidi mbele ya Allah, kwa sababu kila umri unavyoenda hawataki kuzindukana na kurudi kwenye mstari, wanazidi kujitumia mabaya tu. Allah naye anawapa umri tu ili akawatumie vizuri, wenyewe waona watoboa mabaya tu. Kwa hiyo tuombeni umri tuliopewa na Allah uwe ni umri wa kheri, na sisi wenyewe tuzindukane kwamba umri tulizopewa zile, basi tusimame kutoa shukurani kwa Allah tabaraka wa taala kwa kutenda yaliyo mazuri, kwa sababu tutakwenda ulizwa. Ni mali, umri tuliopewa ni mali ya Allah. Kwa hiyo atakwenda kuuliza, mali yangu iliyowapa ya umri umeitumiaje fulani, an umrihi fima afnahu, umri wake mtu ataulizwa amemaliza nini. Jambo la kwanza. Jambo la pili katika mambo manne atakaulizwa mwanadamu, an shababihi fima ablahu, ujana wake mtu ameuchakaza kwenye nini? Ujana ni neema sana. Ujana ni neema kubwa ambayo anapewa mwanadamu. Kuna watu hawakupata ujana, walikufa ni watoto. Allah wewe amekupitisha kwenye rika la ujana wako mpaka umefikia utu mzima, mpaka waingia kwenye mikono ya Allah, waondoka duniani. Utakwenda ulizwa, ujana wako umeutumiaje duniani? Je, uliutumia kupiga roba wenzio? Umeutumia kupora wenzio simu zao? Umetumia kunywa pombe? Umetumia kwenye zinaa? Umetumia kwenye nini? Lazima jibu lipatikane. La ngapi hilo? La pili. La tatu, an ilmihi, mtu atakwenda ulizwa elimu yake. Wewe bwana umesoma wewe wajua, mbona wale wanao pale nyumbani kuwafundisha hata siku moja namna ya kuswali, na wewe wajua? Mbona mkeo ukufundisha, au mke naye ulivyo, mbona mumeo ukufundisha, na wewe wajua? Wewe ulisoma mpaka ukafikia ushehe, wewe mbona hatuoni athari yoyote ya elimu yako kwenye jamii? Jamii inayokuzunguka imefaidika nini na elimu yako? Au ulisoma tu uambiwe ni alim sheikh? Kwa hiyo neema hii, kuna watu wengi walitamani ya kuwa na ilmu ya kupata ushekhe, lakini wewe tulikupa na ukuifanyia kazi. Adhabu juu yako. La ngapi hilo? Tatu. La nne, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, mtu ataulizwa mali yake ameichumaje. Wewe hebu lete mahesabu zile, ile mali wewe ulikuwa na mali yake umeichuma kwa njia gani? Kwa kutapeli watu, kudhulumu watu, kudanganya watu, njia za riba, au umeichuma vipi? Hebu eleza. Ukishaeleza namna ulivyoichuma, waambiwa bado usiondoke bwana, usiondoke. Wafima anfaqahu, baada ya kuichuma vizuri umeitumia kwenye njia gani? Kudhamini mipira, kuonga wanawake, kulewa, kufanya maasi, au umefanya mambo ya kheri? Umechimba visima, umejenga madaris, umejenga misikiti,
umedhamini maimamu, wanafunzi na watu wa kheri kama hivyo. Haya mambo manne, mtu hatoenda peponi wala mtu hatoenda motoni, Allah tuhifadhi na moto, mpaka mambo manne hii kila mmoja aulizwe. Balil insanu ala nafsihi basira, sisi sote kila mmoja ajijua nafsi yake ikoje kwenye mambo haya manne. Chukulia kwamba kama wako sasa hivi, alafu mambo haya ndio yanakustahiki, jawabu lako litakuwaje kwa Allah tabaraka wa taala? Allah tufanyie wepesi. Ya laitaha kanat alqadhiya, natamani mauti ya mwanzo yangelikuwa yamemaliza kila kitu, hakuna kuhesabiwa, hakuna kuadhibiwa. Ma aghna anni maliya, hazikunisaidia chochote mali zangu. Mali nilizokuwa nazo duniani leo naingia kwenye mikono ya kuadhibiwa ya Allah. Ma aghna anni maliya, mali yangu haikunisaidia chochote. Tofauti na duniani, mtu akiwa na mali, wenyewe Waswahili wanasema mwenye mali hafungwi. Sijui mshawahi kusikia msemo wa Kiswahili, mwenye mali hafungwi. Ni misemo hii ya Kiswahili. Maana yake mali inamsaidia mwenye mali duniani. Kwa sababu gani? Amefanya kosa, hasimami yeye mahakamani akahojiwa yeye, atafuta wakili bingwa wa sheria wa kupindisha sheria, amtafuta wakili bingwa wa kupindisha sheria, kwa sababu hata yeye wakili mwenyewe ajua kwamba yule anamtetea na kosa. Sio kwamba hawajui mawakili. Mawakili wanauliza wale wakosaji, wewe bwana, hili kosa umelifanya au hujafanya? Hebu niweke wazi ili mimi tutetea, nijue natetea vipi. Bwana, wajua ni kweli mimi nimeiba pale ofisini. Sasa umeiba shilingi ngapi? Niambie kweli bwana. Wakili naye ataka ale hapo, mimi nimeiba milioni 150. Sasa kwa hii kesi ilivyokaa hapa, kwa namna ya taratibu zilivyo na sheria, wewe ni kifungo cha miaka 30. Sasa wasaidia vipi? Sasa milioni 150 hizo wewe utakao nipendaje hapo, ili mimi nipigane nikutsave kwenye hili jambo? Wakili na mwizi, wapanga dini, wote ni waizi hao, wote ni waizi. Wewe mtu kashakwambia kaiba, alafu enda kutetea atanzuke kwenye wizi. Utanipa ngapi wewe? Mimi nitakupa milioni 10. Milioni 10 miaka 30 hii wafungwa hapa, milioni 10 vipi? Mimi nipe 40 hapo bwana, hiyo 110 mwenyewe utakuwa wewe mwenyewe. Basi chukua 20. Bila 40 nisifanye. Akiweka 40 pale, jamaa enda pitia vifungu tena upya, angalie sasa. Kule itakuwa ni wakili wa bosi na wakili wa mwizi, wao walimbana vifungu vya sheria. Yule akitoa hiki, yule kafanya hiki, yule afanya hivi, mpaka anapigwa kimoja pale, kifungu kimemshinda wa bosi chali. Mahakama yatoa hukumu kwamba kuanzia leo uko huru, huna kosa lolote. Watu warudi wala pesa zao, wafanya mambo yao. Maana yake nini? Pesa imemsaidia mwenye pesa. Kazi ya pesa ni kumsaidia mwenye pesa, lakini hayo ni duniani tu. Akhera hakuna pesa itakumsaidia mwenye pesa kama hakuitumikia kwenye mambo mazuri. Allah ni mwadilifu, hakuna wakili wa kutetea waizi kwa Allah, hakuna wakili. Shahidi wa Allah tabaraka wa taala ni malaika, na si kwamba Allah hajui yanayofanyika ndio maana akaweka mashahidi malaika. Allah anajua, lakini khuliqa al-insan min ajal, mwanadamu ana haraka kuropoka mambo mengi, mijadala mengi.
Kwa hiyo atakambali yeye mwenyewe kupitia malaika wake, kupitia viungo vyake, lakini Allah tabaraka wa taala anayajua yote. Mali hizi tulizopewa tuzitumieni vizuri, kwa sababu mbele ya Allah hakuna mtu mali yake itakumsaidia katika uovu. Ma aghna anni maliya, hainisaidi chochote mimi mali yangu kutokana na adhabu ya Allah. Halaka anni sultaniya, umepotelea mbali ufalme wangu. Duniani labda alikuwa ongopeka kwa ufalme, wewe wataka ushtaki familia ile, wewe ujui wale wa familia ile ndo asili ya Tanga ni wale. Leo utakoka ushindi hata siku moja, mtu arudi nyuma mwenyewe yapo, familia ile ishtakiki ile. Wewe utakapopenda wale hawa wana sultani, wana ufalme, wanaogopa kwa ufalme wao, lakini ufalme huo utamsaidia mtu hapa duniani. Mbele ya Allah tabaraka wa taala hakuna mfalme aliposaidiwa na ufalme wake ikiwa alienda kinyume na maamrisho ya Allah alipokuwa duniani. Halaka anni sultania, umeniondoka mimi ufalme wangu wote umeondoka. Sina heshima tena kwamba nitaogopewa, sina mamlaka tena kwamba nitasikizwa. Ufalme uliokuwa nao wote umeniondoka. Khudhuhu faghulluhu, Allah tabaraka wa taala atawaambia wale Zabania, falyad'u nadiya sanad'u Zabania. Wale Zabania wale uso wao tu ni adhabu kwa kweli kuangaliana nao. Hao ndio watapoambiwa sasa na Allah, khudhuhu faghulluhu, mkamateni huyo mtie pingu, mkamateni huyo mumtie pingu. Ay khudhu hadha almujrim alathim fashudduhu bil aghlal, mkamateni huyu mkosaji mwovu mwenye dhambi, alafu mtieni pingu. Qala al-Qurtubi, Imamu al-Qurtubi anasema fayabtadhiru 100,000 malak, watamchukua haraka haraka malaika karibia ya 100,000. Thumma tajma'u yadahu ila unuqihi, kisha mikono yake itafungwa kwenye shingo yake, inakusanywa kwenye shingo yake mikono yake. Ndio maana faghulluhu, maana yake kana kwamba ni pingu iliyokusanywa hivi mikono, kama pingu iliyomwingia. Thumma aljahima salluhu, kisha muingizeni yeye katika moto. Ay adkhiluhu an-nar al-azima almutaajjija, muingizeni katika moto mkali, liyasla harraha, ili apate kuifaidi lile joto lake. Ameshikwa, amefungwa, alafu aingizwa motoni kwa usumbufu. Anaingizwa motoni kwa usumbufu bila ya kubembelezwa wala kuoniwa huruma. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluquhu, kisha mwingizeni yeye katika nyororo za chuma. Dhar'uha 70 dhira'an fasluquhu, urefu wake ni dhirai 70 nyororo hizo. Mwingizeni huko, fasluquhu ay mwingizeni huko. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an, kisha katika cheni na nyororo yenye urefu wa dhirai 70, fasluquhu mwingizeni kwenye hiyo. Maana yake afungwe na nyororo, aingizwe huko. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma bidhira'i al-malak, hizi dhirai 70
kwa kipimo cha malaika, dhirai ya malaika. Tadkhulu silsila min duburihi, utaingizwa ile cheni katika makalio yake. Wa takhruju min halqihi, na itatoka mdomoni mwake. Ni adhabu kama mtu abanikwa vile. Thumma yujma'u baina nasiyatihi wa qadamaihi, kisha atakusanywa miguu yake mpaka kwenye kichwa chake, kwenye utosi wake atakusanywa. Maana yake atakuwa amekunjwa kama thumateni. Mwajua thumateni ilivyokunja au kama nuni vile, amekunjwa vizuri, amepigwa loki ya cheni zile. Subhanallah, Allah tuhifadhi. Yote hayo yanakuja kwa nini? Allah anayasimulia, anasema innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Cha kwanza kabisa kilichosababisha hapa kuna yote hayo, innahu, hakika yeye, kana, alikuwa duniani, la yu'minu billahi al-azim, haishi kwa kumwamini Allah aliyokuwa mtukufu. Maisha yake si ya kumwamini Allah aliyokuwa mtukufu na mkubwa. Maana yake hana swala, hana kheri, hana jema lolote. Yeye aishi kana kwamba hakuna Mungu. Wako watu wa sampuli hiyo. Akiamka, cha kwanza anachokijua ni mswaki, ndio cha kwanza hicho. Baada ya hapo chai, na maisha yanaendelea kama kawaida. Ataenda hivyo hivyo, mara kwenda huku, mara hajui kama huu ulimwengu kuna ambaye anauendesha, ambaye mwanadamu anatakiwa asikilize maamrisho yake. Hajui. Akiamka nyumbani kwake, akienda maskani, akitoka maskani, akienda kazini, akitoka kazini, karudi nyumbani, kakala, karudi tena maskani. Maisha yake ni hivyo hivyo. Ana mwaka wa 70, ana mwaka wa 60, ana mwaka wa 50, maisha yake ndio hayo hayo. Hajui kabisa kwamba kuna ambaye amemleta hapa duniani na atakwenda muoji, wala hataki hilo kulijua. Kuna watu wana miaka 50, japa lake la uso alijasujudu ardhini kumsujudia Allah. Kuna watu wana miaka 70, bado hajarukuu hata siku moja. Kuna mtu anaishi mwezi mzima hajataja neno Allah, hajapo. Sasa yote tumeona mtaani, ana earphone, asikiza charanga, asikiza bolingo, asikiza nini. Sasa yote ukimwona maskani kaka ana earphone, asikiza charanga, asikiza bolingo, basi maisha yake ni hayo. Labda aweza akamtaja Allah, labda siku kapatwa na malaria au kapatwa na uharo, aarisha na kutapika. Sasa ajua sasa naenda. Ukiwa karibu siku utashangaa, kumbe huyu pia ni Muislamu, huyu ajua kuna Allah. Allah Allah Allah, ufanyweje na wewe tayari kujitosheleza? Haya maisha watu wanaoishi hawaishi kwa kumwamini Allah. Ndio maana waona burudani siku zote. Nawapa mfano waliokuwa nje ya misikiti na wanaoingia kwenye misikiti kuswali. Waliokuwa nje ni wengi mno katika Waislamu. Tanga ni katika mikoa ya Tanzania yenye misikiti mingi mno, lakini wallahi ingelikuwa wanaume wote wanaswali misikitini, basi misikiti hii pia ingekuwa ni michache. Misikiti hii ingekuwa michache. Mbaya zaidi, nahisi pia baadhi ya bidaati zimewapotosha watu. Yale ya muhimu jamii yetu hayafanyi muhimu. Wewe angalia Waislamu wakati wa Maulidi, ndio utajua kwamba Tanga ina Waislamu wengi. Angalia wakati wa Maulidi,
Angalia katika vijana wanavyomwinuka kwenye maulidi. Magharibi yaadhiniwa, watu bado wako barabarani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La muhimu limefanywa halina thamani, yasiokuwa na thamani yamefanywa na muhimu. Utaingia peponi kwa maulidi wewe? Pepo ya Allah uingie kwa maulidi? Inna sil'ata Allahi ghaliya, pepo ya Allah ni ghali, yataka juhudi, na juhudi ya kwanza ya kuipata pepo ya Allah ni kuitunza na kuhifadhi swala. Usipitwe na kipindi kwa lolote, hata ukiwa mgonjwa. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Pepo ya Allah cha kwanza, kama anavyosema mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Kitu cha kwanza atakachohojiwa mja maisha yake ya duniani baada ya kukutana na Mola wake, cha kwanza Allah atamuuliza swala, sio maulidi, sio lahwi. Haya, wewe umekuja hapa umeswali, ulikuwa ukidumisha swala? Mimi nilikuwa kimswalia sana kwa Mtume. Hii ni baada ya swala. Swala kwanza, kwa sababu kitambulisho cha Muislamu ni swala, ndio kitambulisho chake. Kama uswali wewe, hata upige maulidi miaka 1000 una pepo kama uswali, na kama waswali vilivyo, hata usipopiga maulidi utaingia peponi. Sasa khiari na wewe mwenyewe, angalia, khiari na wewe mwenyewe. Kwa hiyo huyu alikuwa kitabu chake kwa mkono wa kushoto, mpaka imekuja haya kwamba ametungwa nyororo, vupwa na zabani ya wale. Kwa sababu gani yote hayo? Allah anasema innahu kana la yu'minu billahi al-azim, alikuwa akiishi duniani bila ya kumwamini Allah ambaye ni mkubwa. Maana yake hana kheri aliyofanya yeye. Akiamka kama ng'ombe, yeye akiamka kitandani kwake asubuhi kama ng'ombe, yeye ni kula, kustarehe, kulala, kula, kustarehe, kulala, kula, kustarehe, kulala. Yeye na ng'ombe hawana tofauti yoyote. Lakini yule aliyokuwa akimwamini Allah tabaraka wa taala kwenye maisha yake ya duniani, ndio yule anaokaa siku nyingine akajiona, mimi mbona na mapungufu bwana? Hapana, mimi lazima nisimamishe swala. Sisi tumeletwa kwa lengo maalum. Allah anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Si Allah kusema hivi? Hapana, yuko ambaye ananikontrol mimi, lazima nisimame kwenye mstari, takutana naye siku moja. Ndiyo maisha mwanadamu mwenye akili anatakiwa aishi. Tumetofautishwa sana na wanyama sisi, hatujui kupambanua mazuri na mabaya. Tutakuwa na wanyama, hakuna tofauti. Tusifikie huko. La muhimu litangulizwe, lisofaa liachwe. Hii dini hii hakuna ambaye unamfanyia, wajifanyia mwenyewe. Kaa chini ufikirie kwa makini unayoyafanya yanatija gani na nafsi yako utakapokutana na Mola wako. Hakuna unamfanyia. Tuondoe ushabiki kwenye vichwa vyetu, kwa sababu chochote unachokifanya kiangalie kina maslahi gani na maisha yako ya akhera. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, unapotaka kufanya jambo liangalie mwisho wake.
likiwa lina kheri na wewe lifanye, likiwa halina kheri na wewe achana nalo. Hii dini hakuna unamfanyia mtu, wajifanyia mwenyewe, wala hakuna unamkomoa, wajikomoa mwenyewe. Kama mwafanya kwa ajili ya kuwakomoa watu, mmepata hasara, mmepata hasara. Kumkomoa mtu, sisi kazi yetu kusema khiari na wewe mwenyewe, wala kulazimishi. Lakini alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, mwerevu ni yule ambaye huifuatilia nafsi yake na siku zote analomfanya, siku zote anafanya kwa ajili ya kunufaika nalo siku ya Kiyama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim, hakika yeye alikuwa duniani hamwamini Allah tabaraka wa taala, wala yahuddu ala ta'ami miskin, na wala haimizi juu ya kuwalisha maskini. Haimizi, maana waweza usiwe unawafanyia ihsani maskini, lakini ukawahimiza watu. Inawezekana wewe huna uwezo huo, lakini ukawa unahimiza watu. Jamani, mna haki za watu, mna haki za watu kwenye mali zenu, mna haki za watu, mwala haki za watu kwenye mali zenu. Kila mwenye mali basi ajue ana haki za watu, anazila kwa dhima. Lisaili wal mahrum. Ndio maana tukasema waweza ukaneemeshwa na Allah tabaraka wa taala, lakini neema ile ikawa ni nakama kwako wewe, ni adhabu. Ulipokuwa huna pesa, ulikuwa kila kitu wala mambo yote wayafanya. Ulipoanza kupungukiwa na pesa na mali, umeanza sasa, mara huku kuna hiki, mara sijui figo zimeka vibaya, mara kuna hiki zimeka hivi. Naam, ni maradhi kama maradhi mengine, lakini tuangalie katika mali tunazokula. Hatusemi kila naumwa ni sababu hiyo, la hasha. Lakini haki ya mtu unayoingiza kwenye tumbo lako ni sumu, bali yaweza isikudhuru wewe, lakini ikadhuru kizazi chako. Kizazi kikawa kikorofi, kizazi kikawa asi, kizazi kikawa hakimtambui Allah, kizazi kikawa kila mabalaa, kizazi hicho, kwa sababu ulidhulumu alafu ukawalisha wale. Tuwaonee huruma wale ambao hawakufunguliwa milango ya riziki kwa upana, waonee huruma. Na ndio maana katika hikma za mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah tujalie kufikia mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika hikma za Allah ni ili matajiri wapate kuona dhiki wanaoipata maskini ya kushinda na njaa. Wewe wafikiri kama sio Ramadhani kuna watu wangelikufa hivyo hivyo hawajui njaa? Kuna watu walivyoseti, bali wazazi wao wamewasetia maisha. Babu zao, hata babake, babu yake alikuwa na mali, baba yake karithi mali, mjukuu kaja karithi mali. Unataka kusema huyu ajua njaa, huyu asingejua njaa. Lakini angalia Allah alipokuwa fundi, akaleta mwezi mzima watu washinde na njaa, ili yule tajiri ambaye hawezi kujiwekea miko ya kutafuta njaa ni nini, aitafute njaa kwa nguvu ya amri ya Allah tabaraka wa taala, ajue njaa ya unaini. Mwezi mzima ameshinda na njaa. Aha, kumbe wale maskini wanapata tabu. Haya, mimi nashinda na njaa kwa sababu ni amri. Yule anayeshinda na njaa kwa sababu hana wala ajue atapata wapi, atamsikitikia kesho,
akipata kiroba cha unga cha kilo 5, bwana utakula na watoto hiki bwana. Sasa ingine usingojee kuombwa, macho ya njaa wayaona. Umeona huyu bwana alivyo huyu, hapana huyu. Shekhe, hebu pitia pale dukani, samani pita hapa, kilo 5 hizi za unga, nenda kale na watoto. Ile ni baraka kubwa kwenye mali zetu. Usingojee mpaka mtu ajikwambie bwana, wajua kwa nyumbani leo watoto wamekaa vibaya na nini. Wewe macho ya njaa wayaona hivi bwana, la hapa kavazi moja jekundu jingine la bluu, bado utakaje kuombe tu. Wala yahuddu ala taami miskin, Allah anasema na wala haimisi juu ya kulisha maskini. Falaisa lahu alyawma hahuna hamim, basi hatakuwa yeye leo hapa na rafiki wa aina yoyote wa kumsaidia. Hatakuwa, kama alishindwa kutengeneza urafiki duniani pamoja na Allah mpaka amekutana na Allah mwenyewe siku hiyo ya Kiyama, falaisa lahu alyawma hahuna hamim, hatakuwa na rafiki wa aina yoyote leo hapa kwa kumsaidia. Wala taamu illa min ghislin, na wala hatakuwa na chakula cha aina yoyote isipokuwa usaha wa watu wa mtoni, ndio chakula chake. Ghislin ay sadidu jarai ahli nar, ule usaha wa yale makovu na majeraha ya watu wa motoni wanaugua, ule usaha ndio vyakula vyao watu wa motoni. Allah tuhifadhi. La yakuluhu illa alkhati'un, hawali chakula hicho isipokuwa wale ambao wamefanya makosa kwa makusudi. Katika lugha ya Kiarabu kuna akhtaa na khataa au khatia. Akhtaa ni mtu kufanya kosa kwa bahati mbaya, rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana au akhtana, min fi'li akhtaa. Ewe Allah, usituchukulie wala usituadhibu katika yale ambayo tumesahau, tumefanya kwa kusahau, au akhtana, au tumekosea kwa bahati mbaya, si kwa kukusudia. Lakini hii inakuja hapa khati'un, hii ni kufanya makosa kwa makusudi. La yakuluhu illa alkhati'un, hawali chakula hicho isipokuwa wale waliokuwa wakifanya makosa kwa makusudi. Ajua hili alitakiwi afanye kusudi, na wala hana toba wala ni mpaka amefika kwa Allah tabaraka wa taala. Tuombe Allah kwa ukarimu wake na fadhila zake atulinde na makazi hayo mabaya ya motoni, atusamehe dhambi zetu na tuongoze katika njia ya haki. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Kesho